Mabinti vijana, mumetupwa kwenye shimo la choo kwa ushauri wa kishetani kwa sura kama hii. Mutaharibikiwa sana. Dunia ilikotoka ilikuwa salama zaidi kuliko hapa ilipo na inakokwenda. Ndoa zote zilizomo makanisani na hakika hata kwenye vikanisa ambavyo vinakuwa vya kimalaya kama hivi, unaona tu kanisa itakuwa cha malaya mbwa anajifanyia lolote. Nina hakika ndoa ni vilio, ni machozi, kwa sababu hazina nguzo. Sababu ya kufungwa ndoa kanisani ni ili kutegemeza. Mimi ni mchungaji, nimefunga ndoa zaidi ya 50, inawezekana zaidi ya 50. Sijaona ndoa hata moja inayoyumba kwa sababu zimetegemezwa na misingi ya kanisa. Kufunga ndoa kanisani tumeingiziwa taratibu za kipagani, lakini kwenye Biblia hakuna ndoa kanisani. Brother, unachokitangaza hapo ndio upagani, kwa sababu hujui dhana ya upagani ni nini. Nionyeshe Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Nakwambia mimi kama prophet, hakuna ndoa iliyofungwa kanisani, ni upagani tu ulioingizwa hapo katika. Tukisema kila kitu tuangalie kilivyoandikwa kwenye Biblia. Neno upagani unaolisema limeandikwa kwenye Biblia. Lakini ndoa kwanza ni ridhaa ya binti kumkubali mwanaume. Wazazi wanashirikishwa na wazazi wanamuuliza binti, huyu mtu unamkubali? Utaishi naye? Utaenda naye? Akisema ndio nakubali, ndio michakato ya mahali inakuja. Kisha tolewa ile kibibilia, huyo mwanamke ni mali ya huyo mwanaume. Kwa hiyo vijana wangu wa WRM nisikilizeni. Vijana wa kiume, baba anatoa tangazo, nabii mkuu, chief prophet, askofu mkuu wa WRC, ukisha toa posa ukakubalika, ukatoa na mahali, njoo unione, huyo ni mke wako. Kanisa huwa linakuwaga ni mashahidi tu, hawana haki yoyote ya kuzuia wewe usikae na mke wako. Sasa kuone kwa ajili ya nini wakati haya ni mali yake na amesha kichafua tayari? Alipotoa tu mali, kapitia mali kwenye kichaka, gesti nyumbani kwake, wamezini. Waje kuone kwa ajili ya nini? Tayari ni mali yake. Wewe ni nani sasa? Kama kanisa halina maana, kanisa halina sababu, wewe unaingiaje hapo? Binti kijana, nisikilize. Ushauri huu unawafanya muwe holela sana, lakini ni ushauri wa kiongozi kipofu wa vipofu. Ndoa nyingi zinazolia zimepita kwenye ushauri wa aina hiyo. Brother, unachokitangaza hapo ndio upagani, kwa sababu hujui dhana ya upagani ni nini, na ndio maana hata wanaoua watu kwa ajili ya ubinafsi na kwa ajili ya mali huwa mnawasifu kwamba wanafanya kazi nzuri na hata wanalinda amani, na kumbe wanalinda ni amani ya uporaji wao ambao wanawapa pia na coverage ya na nyie muwe mnafanya uporaji kwa namna mtakayo. Sikia, nadhani kwa sababu mmekuja kwa misukumo ya utapeli, ndio maana karibu kila kitu amupimi, amufikirii unaongea nini, kina madhara gani, kina faida gani. Tukisema kila kitu tuangalie kilivyoandikwa kwenye Biblia. Neno upagani unaolisema limeandikwa kwenye Biblia? Na kama neno upagani halijaandikwa kwenye Biblia, kwanza nianze na kulichambua neno upagani, 2000 nikwambie si kila unachokifanya kuanzia wewe, yote unayoyafanya au kuyasema utatuonyesha alipoandika kwenye Biblia. Haya, nikujulishe dhana ya upagani ni nini. Upagani tafsiri yake ni kuenda bila utaratibu. Yaani chanzo cha kuwaita hawa ni wapagani, hawa si Wakristo, watu wa dini. Dini ni kitabu kilichowaunganisha watu, kuwaonyesha namna ziwapasazo hasa kuenenda. Upagani ilikuwa ni namna ambazo hazifikiria, hazipimi madhara ya jambo husika. Kila mtu anajifanyia tu, kikubwa linanifurahisha, halina hesabu, halina kanuni.
pengine vitu vya mtu anaingia kinyume, mtu anaenda na katwa kwenye makalio, anapigwa na manyoya. Hiki kitu kitaenda kubadilisha nini kwenye mfumo wa mwili ambao umeathirika vipi au haufahamu? Kinakuwa kiko kwenye kubahatisha tu, kwa sababu huyo ameonekana mtaalamu, ameonekana huo ndo ulikuwa upagani, kwenda bila utaratibu, kwenda bila kufuata kanuni ya kikifanyika nini au kisipofanyika nini kitatokea nini. Kwa hiyo unachoita Ukristo au dini ni kitu kilicholeta kanuni za kizingatiwe nini, kifanywe nini ili kitokee nini. Sasa tunakuja kwenye suala la kufunga ndoa kanisani. Kwanza ni kuisha, Biblia haijaandika kila kitu. Biblia haijaandika kila kitu, isipokuwa iliandika neno hili ambalo ni msingi wa kila kitakachofanywa. Katika Mathayo 18 mstari wa 18 anasema, mimi nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayokuwa mmeyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Asilimia kubwa, soma kitabu cha Matendo ya Mitume, baada ya Yesu hutaona kila walichokifanya kilikuwa kimeagizwa moja kwa moja na Yesu. Aliyofanya Yesu sio alikuwa ameagizwa moja kwa moja na Torati. Biblia imeweka msingi wa nini watu wanatakiwa wao wanafanya kwa ajili ya faida zipi. Haijaainisha kila kitu: sigara, bangi, drafti, puru, tebo na madhara yake. Imeweka msingi. Halikadhalika hawa waliofikiria kwamba ndoa isiishie nyumbani, ngoja nikujulishe walifikiria nini ambacho utaona moja kwa moja Biblia ililenga hivyo, ilimaanisha hivyo. Biblia sio kitu ambacho kimechola njia, wewe hapo ulipojenga kanisa ndo pameandikwa kwenye Luka. Nguo hizo unazovaa, pua yako hiyo imeandikwa kwenye Mathayo 6. Hapana. Biblia ni njia tu, msingi. Imejaribu ujumla wa yote, imeonyesha nia ya wanadamu waende kwa namna ya kutokuumizana na wajiwekee taratibu ambazo zitaleta faida, msingi wa faida, mwanzo faida kuanzia hizi ambazo Biblia imeonekana kuna watu waliowahi kuishi hivi, ikatokea faida hii, na kutokea hapo kwenda juu. Sheria, hata kwenye nchi za ambazo watu wana akili timamu, sheria sio ukomo wa kufikiri. Sheria ni msingi wa kufikiri. Kwenye nchi zetu na kwenye ujinga tulio nao, huwa mnahisi pengine Biblia ni ukomo wa kufikiri. Angalia Agano la Kale, Agano Jipya, waliofuata baadaye, wote ukiangalia ni kama walikuwa wanafanya zaidi ya sheria za Musa. Amri za Yesu ni mbili tu: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote, kwa uwezo wako wote, na pili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Unaona hizo, kuna watu ambao wanajaribu kuishi kwa namna ambazo unaona ni kama wanaongezea, ni msingi, lakini lazima mwisho wa siku yote tutakapokuja kuyafanya yaje yaingie kwenye amri hizi mbili. Mtu akikuuliza hivi, hapo ndo umetenda mema kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote? Kumpenda Mungu ni kutenda mema. Umetenda mema kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote? Unasema ndio. Je, hilo ulilotenda ungependa we kutendewa? Kwa sababu imeandikwa mpende jirani yako kama nafsi yako, mtendee jirani yako kama nafsi yako. Hilo ungependa kutendewa? Ndio. Lakini si swala la kwamba kile unapofanya ionekane hebu ngoja nikujulishe iliingilia wapi, ni busara gani, ilikuwa na tija na faida zipi kanisa lihusike kufunga ndoa.
Jiulize swali hili la msingi. Kwa nini watu wanakuja kanisani? Kwa sababu ya mapepo na mlivyojaa laana na ushetani na ukahaba. Mnahisi mnatumia neno kanisani, watu wanakuja kuabudu. Yesu alisema saa inakuja watu watamwabudu Mungu katika mlima huu kama walivyokuwa wamejua kuabudu ni huko wala kule Yerusalemu. Kanisani watu wanakuja kupata msaada wa maongozi, namna ziwapasazo kuabudu, namna wanavyoweza kuabudu. Kuabudu ni kutii, kuabudu ni kufanya inavyompasa mtu. Ndio maana akina Kornelio walikuwa hawaendi huko kanisani nako kujua wewe. Yule Msamaria mwema alikuwa haendi kanisani, lakini alionekana ndiye aliyefanya jambo linaloonekana, ndio kumpenda jirani kama nafsi yako. Kornelio ameonekana kwamba ndiye mcha Mungu. Ucha Mungu ni nini unachokifanya kwenye jamii. Kanisani tunaenda kujua namna ambavyo inatupasa kuishi kwenye jamii. Sasa ndoa, kwa nini ifungwe kanisani? Huyu mtu kaja kanisani kwa sababu kuyaongoza maisha peke yake hawezi. Ameona msaada aliyoupata kwa wazazi wake na maongozi aliyopata kwa wazazi wake hayatoshi. Wazazi wana nafasi yao, lakini hayatoshi. Inapofika mahala anaoa au anaolewa, kwa kuwa alishashindwa kuyaongoza maisha yake, kinachofuata pale inabidi aonyeshe taarifa za kumpenda au kutaka kumwoa au kuolewa na kijana au binti fulani. Kabla haanzi binti tu kupenda, kijana tu kupenda, nalipenda lolote. Kazi ya kanisa ni kumsaidia kwa namna moja na nyingine, uchaguzi wake ni sahihi kiasi gani. Kwa sababu huyu mtu amekuja kanisani kwa kuwa peke yake alikuwa anashika na pasipo. Kazi ya kanisa, mungekuwa na makanisa, ni makanisa kabisa, mimi hiyo nafanya, ni kumsaidia huyu kijana, hata kama, kwa sababu vijana hupapalika wakitaka kuoa, mabinti hupapalika, kwa haangalia hata background, haangalia hata maisha ya mtu huyu ambayo yanarifaa kesho ya ndoa yao. Lakini mnaokuwa nje sio mnaamuru. Kanisa haliamulishi watu. Kanisa ni washauri. Paulo anasema hatutawali imani yenu, ni washauri kwamba ni kweli umewaza kuolewa na binti huyo na kijana huyo, lakini pana 1, 2, 3, 4, 5, unaionaje? Huyu mtu akijua kwamba huyu ndiye aliyenifungua na lile aliyenisaidia, na pale anaweza akayapima tena na tena mambo hayo, na kwamba okay, acha niendelee shauri yangu kwa mbele au acha nisitishe. Kanisa ni msingi wa maamuzi na maisha ya mtu, kwa sababu alikuja asaidiwe namna ya kuendesha maisha yake, ambako ndio kuabudu miungu au kuabudu Mungu. Kwa hiyo baada ya msingi huo, hawa watu wameamua wanavyoweza kuamua. Sababu za kufanyia ibada hiyo, makubaliano hayo, kanisa baadaye inakuwa ni kiunganishi cha wazazi pande hizi na pande hizi. Inaweza likatoa taarifa wakati wazazi au mawazazi ndio kwako kimbilia kwamba mtoto wetu sisi tumeona hapo alipoingia. Kunaweza kukawa na madhara kwa sababu na taarifa hizi na hizi, kwa sababu kwa asili wazazi ndio waliokuwa wanatafutia mwanamke au mwanamume, wanaidhinisha binti aolewe na kijana fulani au kijana aoe binti fulani kulingana na historia na uchunguzi wanaokuwa wameufanya. Mpaka kesho wazazi wapo walio na mahusiano mazuri na mabinti na vijana wao, na wakati mwingine wanakuwa hawana sauti, wanaweza akatumia sasa kanisa kuweza kusema, mchungaji, sisi tuna uchunguzi huu, kiongozi, sisi tuna uchunguzi huu, tunaomba tusaidiwe kumshauri kijana. La, hapana msimamo au imepitishwa, acha ndoa iendelee. Kwa nini ifanyikie hadharani?
Watu wa Mungu kwanza ni nuru, lakini sikuingize kwenye Biblia hasa, nikuacha kwenye busara. Watu wa Mungu ni nuru. Huyu mtu tunaposema anachungwa na kanisa, anasaidiwa na kanisa, hachungwi na mchungaji tu, hachungwi na mchungaji tu. Huyu mtu, kanisa, anachungwa na watu wote wanaokuwa pale, wanakuwa na haki. Inapotangazwa ndoa hii itafungwa wakati gani, ni ili mtu atoe dukuduku lake, ni ili mtu aonyeshe kwamba lakini mbona hapana hiki, ili mbele huko mnako kwenda hawa watu hao wanajua tulihusika, tulisema, hatukusikilizwa. Sasa yanapoanzia hapa katikati, usianze kutulazimisha tupite njia hii. Ndio sababu ya kufanya hilo jambo hadharani, ni kwa ajili ya uimara na misingi na nguzo za ndoa husika. Ndoa zote zilizomo makanisani na hakika hata kwenye vikanisa ambavyo vinakuwa vya kimaraya kama hivi, unaona tu, hii kanisa itakuwa cha maraya, mbwa anajifanyia lolote. Nina hakika ndoa ni vilio, ni machozi, kwa sababu hazina nguzo, hazina nguzo. Sababu ya kufungwa ndoa kanisani ni ili kutegemeza. Mimi ni mchungaji, nimefunga ndoa zaidi ya 50, inawezekana zaidi ya 50. Sijaona ndoa hata moja inayoyumbayumba, kwa sababu zimetegemezwa na misingi ya kanisa. Unakuja kwenye kusudi la mpaka anasema haya ni nini? Pana makusudi kama mawili hivi ambayo unaweza ukayaona na ametokana kwenye chanzo kimoja. Moja, unaweza ukawa unajua huyu jamaa anaweza kama mjanja hivi ya kuzinizini huku, na wakati mwingine unajua ukishakuwa mzinzi wewe mwenyewe, kuwadhibiti vijana wazinzi wanaozinizini huku pembeni, unakuwa huna nguvu, kwa unaamua kuwaruhusu kwamba ni utaratibu. Mbili, unaweza ukaona kuna katoto kanaitwa Sika Miriam, na kwa sababu ilionekana kamepata mimi baada ya mahali, kwa hiyo inaonekana anataka huenda alikuwa anasafisha hilo, kwamba lina tatizo. Kesho watu hawa kama hawakuhusika kwenye msingi mpaka ndoa, mnaanza sasa, kuanzia leo tunaanza kuishi pamoja. Utakapowalalamikia kwa namna nyingi, hawatakuwa na wajibu. Sasa ndoa nyingi zinavurugwa, zinaharibika kwa sababu hazina wanaoweza kuzitegemeza. Sababu wanaoitwa wachungaji, wanaoitwa wahubiri, wao wenyewe ni vimaraya. Ndio maana vinakuwa vijui hata uuaji ni dhambi kikubwa chenyewe. Kinapata mali, kinaishi kwa ukwasi, kinatembelea magari ya kifahari. Kwa watu wakiuawa ni amani, ni uzalendo, ni kuendelea. Kihubiri chenyewe utaona ni kimaramara, kina mambo mengi. Athari za maneno kama haya, kwanza, sababu za kuweka sawa vitu kama hivi. Muhusika anakuwa nia ya jumla, unajua tu hana nia njema juu ya watu. Hatukosoe kila kitu, na mimi vitu kama hivi nachelewaga sana kuvisema. Hatukosoe kila kitu, lakini nia ya jumla, unajua mtu huyu ana nia ovu dhidi ya utu wa watu. Kwa wakati mwingine unalazimika kuweka vizuri mambo kama haya. Mbili, maneno kama haya yanasisimua, ndiyo, lakini yana athari kiasi gani?
yanawafanya vijana waishi kiholela, wajifanyie chochote. Akitoa tu 5,000 elfu ngapi, nimeshatoa mahali ni kuzini, anaacha. Binti anazini na huyo nini tu, nilitoa mahali, anazini, anaacha, kwa sababu ndoa haina inayemwogopa. Hawa mabinti, hawa vijana hawana wanayemwogopa. Wanachojua tu kwamba tutamwambia mchungaji, tutamwambia kiongozi kwamba tulishatoleana mahali. Nani kathibitisha mahali inatosha? Mchungaji au kiongozi ndiye anayeweza kujua familia iliyopokea mahari imeridhia, familia iliyotoa mahari imeridhia, ama hata kama imekataa, sasa tunafanyeje kulingana na utashi na utayari na haki za wanaotaka kuoa au kuolewa. Mabinti, vijana, mumetupwa kwenye shimo la choo kwa ushauri wa kishetani kwa sura kama hii. Mutaharibikiwa sana. Dunia ilikotoka ilikuwa salama zaidi kuliko hapa ilipo na inakokwenda. Kimsingi, kama alikuwa anajaribu kuweka sawa hilo jambo la huyo binti na kijana, shida ilipo kabla ya uchumba na wakati wa uchumba, ukaribu ulioruhusiwa wa vijana na mabinti ndio naopelekea mwe mnazini ovyo. Biblia inaposema ndoa na yaheshimiwa na watu wote, ianze kuheshimiwa na mtakaoingia kwenye ndoa husika. Muishi kwa utaratibu wa heshima unaoonekana mna tahadhari ya kuharibu na kukosea. Msingi huo msipouheshimu kabla ya kuingia kwenye ndoa, mkauvuruga vuruga, huo ndo utakaopelekea huyu pamoja na kuolewa, pamoja na kuoa, atakuwa na ukaribu na mabinti na vijana, mwisho atatumbukia kwenye usaliti na uasherati wa namna kadha wa kadha. Mimi ni shauri na nimalizie hapa, niwaambie mabinti, vijana, mumeangukia kwenye kizazi potofu chenye wachungaji na wahubiri potofu ambao karibu kila mashauri wanayowapa yatawapeleka kwenye matope, kwenye mashimo, kwenye aibu, kwenye uchungu, kwenye migogoro, kwenye mizozo, kwenye maumivu ya maisha yenu yote. Sikiliza vizuri klipu hii, sikiliza vizuri ushauri huu niliotoa humu. Alafu ulie chini ya ushauri wa mchungaji ama askofu huyo, tafakari, chukua hatua. Jua uko chini ya mwivi na mnyang'anyi na dhalimu, na ambaye atakutupa sehemu mbaya zaidi. Kumbuka imeandikwa, kipofu hawezi kumwongoza kipofu mwenzake, wote watatumbukia polini. Kishaona aliye mbele yako ni kipofu, jitahidi sana, tafuta kila namna uone mahali penye mwanga na penye nuru, unusuru maisha yako. Hongera na asante kwa kunisikiliza.